Karibu katika Kawabe News. Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam leo Jumatatu Septemba 29 imetoa uamuzi mdogo wa mapingamizi yaliyokuwa yamewekwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika kesi nambari 8322/2025 iliyofunguliwa mahakamani hapo na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama hicho. Maamuzi yaliyotolewa leo yanatokana na maombi yaliyowasilishwa mahakamani hapo na waleta maombi wakitaka kupatiwa nyaraka kadhaa muhimu za kiofisi, ikiwemo muhtasari na ajenda za vikao vya bodi ya wadhamini, kamati kuu, sekretariat ya kamati kuu, sekretariat ya kamati maalum, kamati kuu ya Zanzibar, kamati maalum ya Zanzibar na tamko la mali za chama, taarifa za fedha kutoka benki ya NBC na taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG za chama hicho. Taarifa zote ni kuanzia mwaka 2019 mpaka 2024. Katika maelezo yao, waleta maombi wamesema taarifa hizo zitawasaidia kupata mwongozo wa zaidi ya madai yatakayotokanayo na kesi ya msingi iliyoko mahakamani. Katika mapingamizi hayo, Chadema kupitia bodi ya wadhamini na katibu waliomba mahakama kutupilia mbali maombi hayo kutokana na madai kwamba aliowasilisha kiapo cha maombi hayo, Saidi Isa Mohamed, amejitambulisha kuwa mwanachama mwandamizi, nafasi ambayo kwao haipo, na kwamba mleta maombi alikoma uongozi wake tangu mwanzoni mwa mwaka huu wakati wa mchakato wa ndani wa uchaguzi wa chama, hivyo kudai kuwa anasema ni uongo mahakamani. Hoja nyingine ni pamoja na kwamba mleta maombi nambari 1 Saidi Isa Mohamed amekuwa kiongozi wa chama hicho akitumikia nafasi ya makamu mwenyekiti wa Chadema kwa upande wa Zanzibar kwa takribani miaka 15. Hivyo nyaraka anazoziomba anazijua vizuri, na kwamba kama kungekuwa na tatizo angelisema wakati huo. Katika uamuzi wake, Jaji Hamidu Mwanga amekubaliana na maombi ya waleta maombi ya kupatiwa nyaraka, lakini ni nyaraka kutoka makundi matatu pekee ndizo ameziruhusu, ambazo ni tamko la mali za chama, taarifa za fedha za benki ya NBC na taarifa za mdhibiti mkuu na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG za chama hicho. Mimi ni Salumu Amani na hii ni Kawabe News.